nitakuongoza na notebook na utanifuatisha katika kipindi chote cha theory na tutakwenda pamoja mpaka wakati wa practical. Ninaamini kwamba leo tutabarikiwa sana tunapojifunza kuhusu ubongo. Lengo langu hasa si kufundisha kuhusu ubongo na kazi zake. Lengo kubwa ni kidogo kutoa overview ili unaposikia ubongo usiwe mgeni sana na wala usishangae kwamba ni kwa nini kweli tuoshe bongo zetu. Lakini mwisho wa siku hii ya leo ninaomba uangalie ubongo kama kompyuta fulani ambayo iko very specific, ambayo iko programmed vizuri sana, haikosei, na ufikirie ubongo kuwa kitu zaidi ya kompyuta. Lakini ifikirie kama battery. Na ili uweze kuirelate vizuri, ifikirie kama battery ya gari, maana ninaifananisha hivyo mara nyingi, lakini ni zaidi ya battery ya gari. Kwa hiyo tunategemea tupate power kutoka kwenye bongo zetu. Power. Strength ya hiyo umeme unaotengenezwa itategemeana na wewe mwenyewe. Ubongo ndio control center. Ni control center ya kuongoza mwili wote. Unapoona maini, ukiona macho, ukiona masikio, yote yanayofanya kazi katika mwili wako, control center inakuwa ni ubongo. Ndio kitovu cha fikra. Ukisikia mtu akisema huyu ana fikra safi, fikra safi zimetoka kwenye ubongo wake. Na ukiambiwa kwamba mwanadamu yuko tofauti na mnyama, si katika kufa wala si katika kula. Wanyama wanakula matunda, wanakunywa maji, wanyama wanakufa tunavyokufa sisi, lakini tofauti yetu sisi na wanyama ni katika ubongo. Kwa hiyo ubongo unamsababisha mwanadamu anakuwa tofauti na mnyama. Hiyo ndio seli ya ubongo. Seli ya ubongo inaitwa neuron. Wala sitegemei wewe kukariri, lakini ijue tu kwamba mwili huu umetengenezwa na cells. Kuna cells ambazo zikijiweka pamoja, zikijikusanya vizuri sana, kama zinafanya kazi yenye kufanana, zinaform tissue. Na hizo tissue ikiwa zimejikusanya pamoja zikifanya kazi yenye kufanana, zinaform organ. Hizo ni mambo tulikuwa tumeambiwa zamani shule na tukafikiri tukiziacha shule tutapona. Ziko mpaka leo tumekutana nazo. Na hizo tissue ikiwa zitashirikiana na zimeshaform organ tunayoizungumzia leo ni ubongo, na ubongo unaposhirikiana na organ nyingine zitaform system tofauti, na mwishoni atatokea mtu mzima aliyekamilika. Sasa leo tutabakia katika level ya organ, na tujue kwamba kama vile kulivyo na cells za moyo, tuna cells za macho, tuna cells za muscles, tuna cells za damu, pia tuko na cells za ubongo. Na leo tutaizungumzia sana hii seli ya ubongo, na seli ya ubongo inaitwa neuron. Ina connect kwa namna ya ajabu sana. Ina connect tu kama vile tuna connect maumeme yetu hivi, hizo wire na plugs pamoja na extensions, yani unachukua tu unaweka namna hiyo na ina connect namna hiyo. Unapo connect ina maana kwamba una waya mfupi na unataka kuconnect na waya mwingine ili usafirishe ule umeme kutoka sehemu moja au nyingine. Na ubongo pia neuron, kuna neuron ziko fupi sana, lakini kuna zingine ziko ndefu. Kwa hiyo zinataka zipate ile connection kwa ajili ya kutransport ile information. Kama kuna information inayotakikana au ikiwa ni power, na zenyewe zina connect hivyo hivyo kama vile ambavyo tuna connect umeme. Zinapofanya ile connection kati ya neuron na neuron, fikiria mkono wangu kuwa ni neuron na vidole vyangu kuwa ni dendrite. Hii dendrite ndio inayokusanya information. Ikiwa ni macho yameona, yataona kutokana na hizi dendrite, itapitisha information mpaka kwenye cell body kiganja changu, na kiganja changu cell body kitaitransform kile kilichoonekana kiipeleke kwenye axon, ambayo sasa hii yote kutoka kwenye vidole mpaka kwenye mkono itakuwa ndio neuron. Kwa hiyo kama hii ni neuron, itakuwa ina pass kwenda kwenye kitu kingine,
na nikiconnect na neuron nyingine upande huu, itakuwa tayari niko na neuron mbili zimeconnect. Na zinapofanya ile connection, zinatengeneza umeme, zinatoa cheche zinazoitwa neurotransmitters. Neurotransmitters zina strength yake. Ukubwa wa hizo neurotransmitters, power yake au strength yake, inategemeana sana na chakula ambacho unakula. Ile strength ya neurotransmitters, umeme kiasi gani umesafirishwa kutoka kwenye kile umesikia na ikaenda kwenye neuron nyingine, umeme unaotengenezwa pale unategemeana na chakula ulichokula. Inategemeana na mazoea yako ya kila siku ya ulaji wako. Inategemeana na jinsi ambavyo unasafisha ubongo wako. Inategemeana na quality ya maji unayokunywa. Inategemeana na quality of life. Quality ya maisha yako inategemeana sana na aina ya umeme utakaotengeneza, na basi hiyo ndiyo inayotusaidia. Hebu tuende kidogo tu tuangalie kazi za ubongo. Huu ubongo umeundwa na billions za hizi neuron. Ubongo kama ubongo, hebu kunja ngumi namna hii, weka pamoja. Ngumi zako zote mbili weka pamoja namna hii. Iangalie hiyo ngumi yako, iangalie. Inasadikika kwamba size ya fist yako moja, ukiziweka mbili pamoja, hiyo ndio size ya ubongo wako. Sasa wanaume wanakuwa na mangumi makubwa, ina maana hiyo mangumi yao ni size ya ubongo wake. Na sisi tuko na ngumi zetu ziko ndogo. Lakini ikiwa ni mtoto, wamezaliwa wote wawili, labda hata ni twins, au hata kama sio twins, wa kike na wa kiume, watafiti wamegundua kwamba brain ya mtoto wa kike itamachua kwa upesi zaidi kuliko yule wa mtoto wa kiume. Na ndio maana kumekuwa na ile notion kwamba mtoto wa kike akitaka kuolewa anachagua kijana ambaye ana umri karibu mkubwa kidogo. Hiyo imekuwa ni notion kwa sababu yeye atakuwa amewahi kumachua zaidi. Kwa hiyo walio wengi wanaona ni salama angalau au amempita kidogo, japo sivyo ilivyo. Bado tuna mifano ya watu vizuri ambao wamekaa vizuri katika maisha, na utamkuta hata kama bwana ana umri mdogo na bado wamekaa vizuri. Lakini hizi billions za hizi neuron zina uwezo mkubwa sana. Nitakwambia kitu kimoja. Ukiwa unampenda mtu, usifikiri kama ni mkono wako ndio umependa. Na usije ukafikiri kwamba moyo ndio umependa. Moyo huu kazi yake tu ni du 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 du. Hivyo moyo huu mara nyingi unasema nakupenda kwa moyo wangu wote, ni vile tu hatujui. Ngoja niwapatieni changamoto moja tu. Hebu shika moyo wako. Shika moyo. Alafu relate na hili fungu. Mungu niumbie moyo safi. Shika hiyo moyo safi inayoambiwa. Mungu niumbie moyo safi ili kidunda iende vizuri bila kunisumbua. Mungu niumbie moyo safi. Shika hiyo moyo inayoambia. Ishike kabisa kwa nguvu kabisa. Sasa ngoja niendelee na hiyo maneno. Mungu niumbie moyo safi, uweke ndani roho iliyotulia ndani mwangu. Iko wapi hiyo moyo? Bado ameng'ang'ania ile moyo inadunda. Hii haikai na roho. Hii ni machine ambayo kazi yake inasukuma damu, inasukuma na vyote vilivyoko kwenye damu. Lakini Mungu niumbie moyo safi, moyo. Sasa hii ni maneno nyingine kabisa. Hebu kamata hapa nikuone. Kamata namna hii. Mungu niumbie moyo safi. Hii ndio inatakiwa kuwa safi. Ngoja nikwambie. Hii hapa ndio shetani hakamati hii. Ukiambiwa jamaa lile lina roho mbaya. Roho mbaya si kitu kingine. Hapo mahali moyo wako uko. Moyo wakati huo inasemekana inakuwa ni hii moyo. Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani mwangu. Roho inatulia hapa katika fikra zako. Fikra safi. Fikra mbaya, fikra za kifisadi hazikai hapa. Roho mbaya haikai hapa.
Kwa hiyo hapa ndio kuna mahali ambapo either Mungu anakaa kwenye fikra zako, Roho Mtakatifu anakaa, au shetani anakaa. Yeye hapa, hii ndio control center. Mnakumbuka nimesema control center New Life Church na viewers, mnakumbuka nimesema control center? Control center ina maana hii ndio inaendesha hata hii moyo tumeshika. Hii ndio inayoendesha. Kwa hiyo moja ina uwezo wa kupenda. Is so powerful, ina uwezo wa kuchukia. Na kuna watu bwana wakichukia wanachukia kweli. Lakini nitakwambia tena, ina uwezo wa kufanya maamuzi na ina uwezo wa kuamini. Kuna mtu ukimgusa na imani yake kuhusu michezo na timu anayoipenda, mangumi yanaamka. Kuna mtu anaamini vitu vyake na ukimgusa vibaya utaenda naye vibaya. Kwa ina uwezo mkubwa wa kuamini. Lakini tuingie ndani kidogo. Hapa mahali ndani ya hii bongo hii kuna neurons ambazo zinatengeneza sehemu ya ubongo inaitwa cerebral cortex. Na hii cerebral cortex, neurons zake zinasaidia sana kwa mtu kuwa na ufahamu, maamuzi mazuri, kuelewa jambo, na fikra zake ziko hapa. Lakini pia utashi wa lugha. Kuna watu wengine wana lugha, wana uwezo wa kufahamu lugha 2, 3, 4, 5 wepesi. Neurons zake zinazoshughulika na lugha ziko hapa kwenye cerebral cortex. Lakini si hivyo tu, kumbukumbu zetu, creativity, reasoning iko hapa kwenye cerebral cortex. Neurons zake ndizo zinashughulika na hayo mambo mazuri. Ndani kidogo ya hiyo cerebral cortex kuna cerebellum, ambayo ni coordination ya activities zote za ubongo inafanyikia ndani. Sitakwenda kwenye part zingine sana, lakini haitakuwa vema niache kuzungumza kuhusu limbic system. Iko kwa huku ndani kidogo, huko ndani. Hiyo limbic system inashughulika na mambo makubwa matatu. Inashughulika na learning. Unapomwona mtu yuko busy akijifunza jambo fulani, kinachoshughulika pale ni sehemu ya limbic system. Hiyo ndio inayofanya mambo ya learning. Motivation, tunakuwa motivated through the limbic system. Lakini center ya emotions zetu iko hapo. Sitaingia deeper zaidi ya hapo, lakini ni vizuri angalau tufahamu kitu kidogo kuhusu hicho. Ubongo unahitaji nini? Ubongo kama vile magari yetu. Magari yanakuwa specific, lakini not that so much specific kama vile ubongo. Magari yetu, kama ukiona gari la diesel, utakuta hata siku moja hakuna mtu anachanganyikiwa aweke kerosene, au kuna mtu anafanya hivyo. Gari ukiona limeishiwa maji, unakuta tunakwenda kuchukua maji na tunaweka, na si kimiminika. Na utakuta hata kuna soft drinks zingine zinafanana na maji lakini huwa hatuweki. Na unaona kama gari yako ikitaka brake fluid, ikitaka engine oil, hatuendi kwa nyumba kuchukua mafuta ya kupikia na tukaweka. Tunajali sana hata aina ya engine oil tunaweka. Ubongo uko more specific kuliko hata magari. Ubongo ukiwa na kiu unataka upate maji na si maji. Ubongo unahitaji fine glucose na inazitaka zitoke kwenye whole grain. Inataka ipate protein, phytonutrients, ipate enzymes, inataka ipate mafuta mazuri. Hiyo ndio kazi ubongo vitu inataka. Ubongo inahitaji vitamini na madini. Ubongo unataka hizo antioxidants ambazo tutaziona baadhi yake leo. Ubongo unahitaji maji, na nitarudia tena, karibu 80% na kitu, bado wengine wanasema 82, 80 mpaka 85 ya ubongo ni maji. Lakini ile gray matter ya ubongo ni mafuta. Kwa hiyo utakuta component kubwa ya ubongo ni maji na mafuta. Na inaposema inataka maji, hakika naomba nikwambie mtu wa Mungu, ubongo unataka maji. Na aina ya maji usije ukakosa, kwa sababu katika mifululizo hii ya kuoga ni lazima tuongee aina ya maji, yale yatakuwa ni sahihi kwa ubongo. Ubongo unataka enzymes, na enzymes zinapatikana kutoka kwa vitu ambavyo havijapikwa.
Ubongo unataka enzyme, na enzyme inapatikana kwa vitu ambavyo havijapikwa, vitu vibichi. Tunapozungumzia habari za enzymes, tutakuwa tunazungumzia habari za vitu ambavyo havijapikwa. Kwa mfano, tukiangalia hapa tuko na celery ni mbichi, na hapa tutakuwa na broccoli itakuwa ni mbichi. Vitu hivi vibichi vinakuwa na enzymes, lakini ukishaviweka kwenye joto au hata maji kidogo, yakazidi tu nyuzi joto kidogo tu zaidi ya zile za mwili, unaharibu. Enzyme zinakuwa denatured, zinakufa, zinaharibika. Kwa hiyo utakuwa unakosa. Ubongo unahitaji mafuta mazuri, quality oil, lipids and sterols, ambazo watafiti wamegundua kwamba ubongo kama utakosa mafuta ya samaki, mafuta ya samaki yanawezekana yakawa katika kimiminika, au mafuta ya samaki yanawezekana yakawa katika capsules. Kuna zile zingine ziko natural na kuna zile zingine ziko synthetic. Lakini uzuri tu ni kwamba mafuta ya samaki yako na omega 3. Unapoangalia mafuta ya samaki, imegundulika kwamba kujifunza kutakuwa ni kugumu sana wewe ukikosa mafuta ya samaki. Ubongo ukikosa hiyo, hakuna kitu kitakumotivate. Kuna watu wako cold, hata hawajulikani wanakuwa motivated na kitu gani. Itasababisha kwamba habari yote ya kujongea, movements, itakuwa ndogo kama utakosa mafuta ya samaki. Lakini pia ikiwa utakosa omega 6 zinazopatikana kwenye raw nuts. Raw nuts ni kama mbegu za maboga. Raw nuts ni kama walnut. Raw nuts ni kama flax seeds, ni kama chia seeds, ni kama sunflower, ni kama sesame, ni kama almond. Usisahau coconut. Na kuomba usije ukasahau na mbegu za tikiti. Maana mara nyingi ukishakula tikiti unafanya unatema. Zile zote ziko na omega 6, na watafiti wamegundua kwamba ukikosa omega 6 utashindwa, cells za ubongo zitashindwa kuabsorb glucose. Ina maana kwamba utakula chakula chenye glucose, lakini absorption ya hiyo glucose itakuwa ndogo kwa sababu tu umekosa raw nuts, omega 6. Na vyakula ambavyo unavyokula, hakikisha kwamba viko na B's. B1, B2, B3, ziko B's nyingi. Lakini ngoja nikupe siri moja kuhusu hizi B's. Unajua huu mhindi au ngano au mtama au uwele, mtasema sorghum, mtasema whole wheat, mtasema millet, hizi zote wimbi, lakini zikiwa whole zina kile kiini chake, kina kama mafuta ambako kanakuwa ni kitu kazuri sana, kana lipids na sterols, lakini pia kana hizo vitamin B's. Hizo vitamin B's ikiwemo humo ndani zinaulisha ubongo kwa namna ya pekee, kiasi kwamba bila zenyewe kuwepo zitaleta shida kwenye mfumo wote wa ufahamu, ikiwepo ni ubongo na central nerve system na peripheral nerve system, nyaya zote zinazo connect kutoka hapo. Lakini pia vyakula unavyokula, zingatia kwamba ni lazima viwe na folate, zinc, vitamin C, madini ya chuma, kopa. Mafuta ya samaki tutayarudia tena na tutarudia tena na omega 6, kwa sababu nimekuambia ile gray matter ni maji na mafuta. Lakini pia usiache kukumbuka kwamba matunda yote na green zote kwa rangi zake tofauti, zile ziko na vitu ambavyo ubongo wako, kama ungevila ubongo wako ungefurahi. Na kuna kitu ambacho tunapaswa kukifahamu, hii kijani tunayoiona iko na amino acids zinazokubalika sana kwenye ubongo, na zinakubalika vizuri mno. Amino acids zinatokana na protein. Kwa hiyo jamii za kunde zote, unapokuwa na vitu kama hivyo, usije ukasahau kwamba kuna beans, lakini tuko na vitu kama hivi, choroko, kitu kizuri sana, mbaazi. Jamii za kunde zote zinaufaidisha mwili kwa namna pekee, na ni chakula kizuri sana kwa ajili ya ubongo. Ubongo wa mtoto mchanga, mama akiwa mjamzito wiki ya 10 mpaka ya 18,
unakwenda una grow faster, unahitaji virutubisho vingi wakati huo. Na kisha ubongo huo tena ndani ya tumbo la mama utakuwa tena, wakati mtoto amezaliwa utakuwa kwa haraka zaidi mpaka mtoto amefikisha miaka 2. Ndio maana kuna kampeni nyingi za kimataifa, na najua hata hapa zipo, zinazomsaidia mtoto katika siku 1000 za maisha yake. Zinamsaidia kuanzia anapotungwa mimba, una nafasi mpaka siku 1000 ya kuweza kuulisha ubongo wa mtoto akiwa tumboni na akiwa ananyonya, na mpaka wakati wa uhai wake miaka 2. Baada ya hapo unakuwa umeshachelewa. Kwa hiyo ni vema msichana ambaye anajua kesho ataolewa aanze kujichunga kuanzia sasa. Anakula nini? Ajitayarishe kama malkia wa nyuki. Mama, muandae mwanao kwamba siku moja atakuwa mama. Baba, zungumza na mtoto wako wa kike ajue kwamba yeye anategemewa ni taifa lote, mapresidenti wote na viongozi wote, mainjinia na madaktari, waalimu, wachungaji wote wanamtegemea, kwa sababu mtoto wake siku moja ndiye atakayekuwa injinia na rais na mwalimu na mchungaji. Anapaswa ajiandae vema. Na ni kwa sababu hii, kijana, unapotaka kuoa, nitakupa ufanye jaribio. Hata wewe ambaye unanitazama, kama hujaoa, kamchukue mtoto wa kike ujue kama akafunzwa vizuri. Maana lazima ujali kwamba ni mtoto gani ambaye unakwenda kupata. Ikiwa utamwambia leo twende dina akakubali, ukakaa mezani ukamwagizia soda akanywa, ukamwagizia vyakula vyote ba fast foods akala, ukaweka pale, lipa hiyo bili. Ni kweli kabisa, lipeni, hata kama mnalipa pamoja lipeni. Lakini baada ya hapo mwambie imekuwa ni muda mzuri tulikuwa pamoja, na sioni kama vile tutakuwa pamoja tena. Kwa sababu unajua yule mtu vile vitu anakula, akipata ujauzito na kuna mapungufu, kuna shida. Kwa nini? Utapiamlo mama akiwa mjamzito, akiwa hana lishe, una madhara yasiyotibika. Na wakati ule sasa anatapika, hawezi kuwa anaweza kula tena. Ubongo unadumaa, na unadumaa for good. Mapungufu wakati huo, ngoja nikwambie, mtoto anayezaliwa na mama ambaye alikuwa na lishe duni, mama ambaye dakika moja anaenda kuongezewa damu, mama ambaye dakika moja anaonekana hawezi kukaa, mama dakika moja lishe yake ni mbaya, lazima aongezewe na virutubishi saa zote, kwa sababu wakati wa usichana wake yeye alikuwa hawezi kula vile vitu vya maana. Inakuwa na madhara kiakili. Mtoto yule atazaliwa na madhara ya kiakili, lakini atakuwa na behavioral problems tena ambazo wakati mwingine hata ukimpa lishe wakati ule huwezi kuzisaidia. Hebu geuka muangalie mwenzako uone kama yuko sawa. Hata wewe hapo nyumbani ukimwona ni mtukutu sana, wewe kamfikirie mama yake alikuwa kwenye hali gani wakati ametunga hiyo mimba. Sikwambii kama umuulize, na kuambia tu kwamba wewe unayeweza kurekebisha saa hii, hebu anza kuchunga tu saa hii. Wewe ambaye unaweza kufanya namna hiyo. Cha muhimu tunachokiongelea hapa ni timing. Leo kama mjenzi ndani ya ubongo wa mwanadamu, mtoto mchanga anataka vitamin A. Leo ndani ndo amefikia section ya ubongo inataka vitamin A. Anataka saa hii vitamin A ambayo iko site. Timing is very important. Wewe ukipeleka kesho, wakati leo ndo yuko kwenye section ya vitamin A, aende akapeleke kitu ambacho kitasaidia kwenye macho baadaye, utakuwa umechelewa. Kwa timing ina maana kwamba hivyo virutubishi lazima viwe site. Akitaka a specific amino acid inatakikana iwepo. Akitaka B1, B2, akitaka madini ya chuma, saa hiyo anataka ndio anaitisha. Hauendi kununua saa hiyo. Kwa hiyo inakuwa si sawa eti mama mjamzito ale nini. Mama mjamzito anakula nini saa hii? Mama mjamzito alianza kula tokea siku nyingi, kwa sababu siku moja atakuwa mjamzito. Jamani, kama kuna vitu ambavyo Mungu ametupatia utukufu kwavyo, watu wote tumepewa utukufu, lakini wanawake tumependelewa. Na mimi najivunia kuwa mwanamke, kwa sababu nimepewa utukufu kwa nyumba ya maraisi, ya wachungaji, ya walimu, mainjinia, madokta, magavana. Mimi ndio nyumba. Yani ni lazima nikutunze, nikupende, nikuimbie. Yani wote wameimbiwa, ngoja nikwambie. Wote wamebembelezwa namna hii, na mpaka leo wanabembelezwa. Halo? Mpaka leo mama anabembeleza. Kwa hiyo mama, tusiache ile hati ya kubembeleza. Ya kwetu sisi ni inborn. Hata kama ukimwona limeshakuwa kidume kikubwa ndani ya nyumba kinakoroma, tafuta nafasi nyingine, mwache akorome saa hii, na wewe bembeleza baadaye. Wanabembelezeka. Kwa hiyo virutubishi
Ili ubongo ufanye kazi vizuri, kumbuka kwamba lazima virutubishi vitoke nje kule vilivyokuwa digested, viingie ndani ya cell, na vinapita kwenye ukuta unaitwa cell membrane. Ni cell membrane ya neuron. Lazima vitoke nje ya cell, viingie ndani ya cell, na vikifika ndani ya cell kwa kupitia hiyo neuron, vinapopita kwenye hiyo neuron, ni kwamba neuron inatengenezwa na phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer inatokana na whole grain, kiini cha nafaka. Kiini cha nafaka unapokula mkate wake, ukila githeri, ukinywa uji wake, ukala ugali wake, kula chapati yake, ukala mandazi yake, kile kiini peke yake ndio kitakwenda kutengeneza cell membrane ambayo ni semi-permeable. Inaruhusu nutrients ziingie ndani ya mwili na uchafu utoke nje. Hizo zote ziko za aina nyingi, zitumie vile unaweza, lakini whole. Yani issue pale ni kuzitumia whole. Anayeweza kuzisprout, anaweza kuzisprout. Anayeweza kuzitengeneza salad, anaweza katengeneza salad. Lakini kumbuka kwamba whole grain ndio inasababisha cell membrane inakuwa permeable. Kukosa chakula au kipindi chochote kunapokuwa na starvation, kunakuwa na shida kwenye ubongo. Lakini ulevi na kukosa maji, vitu vyote hivyo vina madhara sana na mapungufu makubwa katika seli za ubongo. Marafiki zangu, vitu vyote vibichi, hata mahindi mabichi, hautapata madhara yoyote ukila mahindi mabichi kama kima. Yanatengeneza maziwa mazuri sana, yanatengeneza salad nzuri sana. Tutatengeneza salad na tutaona jinsi ambavyo inakuwa. Si leo, lakini tafuta namna ya kula raw pumpkin, inalika. Tafuta namna ya kula vyakula vyako raw. Yani vitu vyote hivyo unaweza, iwe ni zucchini, iwe ni cucumber, iwe ni carrot, iwe ni matunda ya namna yoyote ile, tafuta namna yake ya kuzila kama zilivyo. Ukiweza kufanya hivyo, umeweza. Hiyo food pyramid inakubaliana sana na ubongo. Katika maisha yako ya kila siku, kumbuka kula whole grain in any form. Lakini kinachofuatia hapo, penda sana mboga na matunda kama zilivyo. Yani ipende tomato kama vile iko, unaosha tu alafu unatafuta namna ya kuiweka kuila. Punguza matumizi ya kupika kwa sababu ubongo unapenda enzymes, na enzymes zinapatikana katika vyakula raw. Kuna vitu ambavyo vina madhara kwenye ubongo, na vitu hivyo vina mapungufu, yani si kama si vyakula vizuri, lakini vina mapungufu katika ubongo. Kwa mfano, yeye aliyekula vitu hivi na yeye ambaye amekula hivi hawalingani. Huyu atakuwa amepata mapungufu, na mapungufu yake basi, mapungufu yanaweza kumsababisha hisia zake, emotions zake zikakosa kuwa stable. Anaweza akapata kifafa kwa sababu ya mapungufu. Mapungufu yanaweza kumsababisha mtu akawa hawezi kulala vizuri, anakosa usingizi. Kuna watu ambao hawawezi kulala, lazima wanywe dawa. Kuna watu anatoka kwenda kumuona dokta tu kwa sababu yeye halali, na ni kwa sababu halali pressure yake haitulii. Kuna mtu anapata shida katika mwili wake kwa sababu tu huyo mtu alikosa tu virutubishi fulani fulani. Unajua, kuna watu wanakereka, yani ana dakika moja tu anakuwa irritated, yani yuko irritable, easily irritable. Kuna mtu mwingine ambaye anaweza kapata depression kwa uharaka tu, yuko depressed, anakosa hamu ya kula. Lakini kuna watu pia wanakosa hamu pia ya tendo la ndoa kwa wanawake na kwa wanaume kwa sababu moja tu, ubongo wake haujatulia na ubongo ulikosa virutubishi at some point. Hicho tu peke yake. Kwa hiyo kuna moto unawaka nyumbani, kuna moto unawaka kati ya watu wawili, kuna moto huko ndani, hana appetite, lakini ni kwa sababu moja tu, huyo mtu anakula vyakula vyenye mapungufu. Kwa mfano, tunafahamu fika kwamba hivi vyakula vyote ambavyo viko, vingine tu ni kwa sababu ya biashara. Lakini lazima ujiulize wewe ambaye unanunua, ninanunua hiki kwa sababu ndani kina nini? Wewe mnunuzi unaweza ukailazimisha jamii kukutengenezea kilicho chema. Ukitengeneza kitu kama kisiponunuliwa leo,
Utamsababisha aulize, jamani, mbona natengeneza vitu na hamtaki? Ni nini unataka? Na atakutengenezea kile unataka, kwa sababu wewe ndio unashikilia soko. Kwa hiyo lazima ujifunze, ujue kabisa kwamba vitu hivyo vinakuwa na mapungufu. Mapungufu yakiwepo kwa muda mrefu, unaweza ukapoteza kumbukumbu na uwezo wa kiakili unapungua. Ndio maana unakuta mtu kila anavyozidi kwenda na maisha kimjini na vyakula vya kisasa yanamsababisha mtu uwezo wake wa akili, anaona kama akili inachoka, anasoma akirudia mistari, anakuwa kwamba hashiki vitu vizuri ambavyo anafanya, anakuwa na uchovu, wakati mwingine anaweza akapata kupooza. Inawezekana kabisa mtu akakosa moral au udhaifu kwa ujumla, lakini kwa sababu ubongo wake uko katika hali hiyo, ile neuro imeshajifunga, hata kama sio zote, lakini hairuhusu tena virutubishi kuingia ndani nje. Na kwa sababu kuna shida hiyo, leo tunataka kuosha ubongo. Leo ubongo ukifikia hatua hiyo, ni lazima tuoshe. Namna ya kwanza ya kuosha ubongo, unapotazama kutoka mahali unaponitazama, ninaomba nikupe namna ya kwanza kabisa. Kuna vitu tumevirundika for years na tunakubaliana au hatukubaliani, viko nyumbani. Kuna sofa umeziweka store, kuna nguo ziko kwenye kabati hazivaliwi, kuna nguo zingine zimekuwa kubwa kwako na kuna nguo zingine zimekuwa ndogo, kuna viatu viko havitumii, kuna dinner set ya miaka mingi haitumiki, kuna vitu vina occupy space kwenye nyumba yako, kwenye store yako, lakini havitumiki. Hivyo vitu vipo au havipo? Sasa hivyo vitu mahali vipo, naomba nikuulize swali la pili. Je, unajua kama vipo au havipo? Labda nirudie. Hivyo vitu vipo au havipo? Okay? Katika kumbukumbu zako, pale mahali ulipoweka, unajua kama vipo au havipo? Unajua kama vipo. Sasa kama unajua, vina occupy space kwenye brain yako. Ni kama hivi, uko na simu yako, na ile simu yako umeweka vitu mengi, umehifadhi kwenye kompyuta yako, umeweka movies na audio, lakini hujaangalia miaka 2 3. Do you really need those things? You don't need them. Kwa mfano, kama hauitumii, inaisha kitu mwaka, ni nguo hujavaa, wakati kuna mtu mwingine anahitaji, ondoa hizo vitu zote ambazo umekusanya. Free your mind. Ni kama vile unataka create space kwenye simu yako na kwenye kompyuta yako, unavitoa, unadelete. Na kwa kufanya hivyo, utaona kwamba madam vimetoka kwenye store yako, vimetoka under your care, na pale mahali sasa, yani unajikuta kabisa niko free. Nenda kafanye hivyo. Yani hata kwa juma hili lote, katoe nguo usizozitumia, katoe viatu, katoe vyombo, katoe na hizo plastic containers, nenda katoe na sofa usizozitumia, mavitu umefungia store. Hebu nenda kavigawe, kavitoe kwa mtu mwingine, kavitoe, safisha. Moja, utaona kwamba una free space kubwa katika mind yako. Tuna hofu na mashaka, self doubt, na yenyewe clear hiyo. Maana haubebi maisha yako na haukujiamsha leo. Kuna mtu alijileta hapa leo, ulikuwa na mpango lakini hukuweza kujileta, lakini kuna yeye anayeshikilia maisha yako. Kwa hiyo self doubt, nenda kaitoe. Lakini kuna bad habits, kuna vitu tunafanya kabisa na unajua kabisa hivi vitu ni vibaya. Kuna vyakula unakula kabisa na unajua hivi vitu si salama kwenye mwili wangu. Kuna vitu ambavyo unajua kwamba hii hata ninamkosea Mungu ninapofanya. Vitu hivyo ukiviacha, unaweka space kwenye mind yako inakuwa huru. Kuna negative news, au wakati mwingine hata kuna mavitu mabaya tunawatch. Kuna movie mabaya, pornography, kuna action movies, mabunduki madamu yanamwagika na watu wanakatwa shingo. Ngoja nikwambie, usifikiri uliona kwa macho ukaacha. Kila kitu kile unaona kwa macho umekihifadhi hapa. Kila kitu kile unasikia, ni vitu gani unapenda kusikiliza, vyote unahifadhi kwenye ubongo. Na vile vitu vyote unakula viko na either effect positive or negative kwenye ubongo wako. Na ngoja nikwambie, hisia zote tulizo nazo na miguso yote na vile vitu tunanusa, kama hivyo vitu vyote vinaunusa vinabaki kwenye ubongo, angalia zile mambo yote ambayo si salama katika ubongo wako, angalia vile unaweza ukaachana nayo. Wakati mwingine watu tuna hofu. Kuna watu wengine tunaogopa tu usiku ukiingia. Giza tu unaogopa. Unaogopa mtu akiumwa, unaogopa kuumwa, unaogopa kufa, unaogopa hizo fear.
jaribu kuovercome fear zako kwa sababu ya moja, ukijijua kabisa ukaweka tumaini lako kwa Mungu, hofu yako ni ya nini tena? Kwa sababu haujibebi, haujitunzi. Hata unaweza ukaweka chakula kinachoka, watu wengine wanakufa. Kwa hiyo fear zako ni za nini? Na ulivyoogopa ulijisaidia nini? Unazidi kuuchosha ubongo wako. Kwa hiyo hilo nalo liache. Lakini kuna toxic relationships. Mahusiano haya yasharibika. Unazidi kubebana na vitu vinavyokuua, vinakuletea stress. Hivyo vitu unavyoachana navyo. Ukishamaliza kufanya hivyo, tukishatoa zile emotions ambazo zinatuletea shida, jifunze kunywa maji safi. Jifunze kunywa maji safi. Tumeshaanza kuosha ubongo. Tumeaosha na emotions na mavitu tunaoshikilia, lakini sasa jifunze kunywa maji safi, clear water. Hiyo imekaa vizuri sana. Amka asubuhi, muombe Mungu, mwambie na kushukuru kumekucha. Na unapoona sasa kumekucha, mshukuru Mungu kwa sababu kumekucha. Na kunapokuwa kumekucha, kimwambia kitu kingine, kafanye mazoezi. Fanya mazoezi, jipatie kama dakika 45, jipatie kama nusu saa. Ukishindwa, jipatie hata dakika kadhaa. Jipatie hata 20 minutes. Mwili wako utakuwa unajua kabisa kwamba amefanya mazoezi, na ubongo utakuwa unajiandaa kujisafisha. Not just a group of old people. Na kitu kingine, wakati unafanya umekunywa maji, umefanya mazoezi, tena kufanya mazoezi yoyote yale utakayoona ni vema uyafanye, naomba nikufundishe namna ya kuandaa maji yako ya kunywa. Maji ya mtu anayejipenda na kujali ubongo wake yanakuwa yako tofauti na mtu mwingine asiyejijali. Hapa mkononi kwangu niko na ndimu. Unaweza ukachukua hii ndimu na kidogo ukaichukua ukasqueeze in kidogo kwenye glasi yako kama hivi. Alafu ukachukua maji, uhakikisha yale maji yako yako na ndimu. Si tu kwamba iko na vitamin C, lakini yana kitu kizuri sana ambacho mwili wako ungepata na ubongo haswa, kingefanya kazi na madini mazuri, lakini pia ina antioxidant. Na maji pia yanakuwa na ladha. Haya maji naweza nikanywa, na naweza nikanywa, na naweza nikanywa. Na sikudanganye mtu yoyote. Haya maji uliokunywa ni tofauti na maji ambayo ungechota kwenye tapu ukanywa. Maji yake haya nitakwambia kitu kizuri. Lakini kwa sababu leo sizungumzii habari ya maji, nazungumzia habari ya kuosha ubongo, naomba uamini kwamba haya maji ulivyoweka kandimu kidogo, umeosha ubongo vizuri zaidi kuliko usingekunywa maji au ungekunywa maji ya kawaida. Nilikwambia naweza nikanywa maji tena. Na unajua hata kama nikiweka chini, naweza tu nikaweka chini, lakini haya maji yananihamasisha nianywe tena. Ni matamu na ndimu imetulia. Kunywa maji na upende maji. Kumbuka kwamba ubongo wako 85% ni maji. Sasa yale maji ya replace. Kunywa maji. Haya maji utakapokuwa umetoka kufanya mazoezi tena ukayanywa, jiandae. Lakini breakfast yako naomba uifanye iwe ni kitu cha maana. Umetoka kutumia mwili wako, umetoka kutumia energy yako. Ngoja nikwambie, wakati unaamua kuosha ubongo, hizo siku utakazoamua kuosha ubongo, chagua kama siku 12. 12 tu peke yake. Unaambia roho yako, nataka nioshe ubongo. Kula matunda. Tumia matunda yako kwa msimu. Mimi hapa niko na pineapple. Lakini kuna matunda unayoweza kutumia ambayo pia ni mazuri sana kwa ajili ya ubongo wako. Niko na avocado. Avocado iko na mafuta ambayo ubongo unataka. Na sio hivyo tu, avocado iko na enzymes na nutrients ambazo ubongo unataka. Na pia ni antioxidant. Antioxidant ni vitu ambavyo zinaondoa zile oxidation process. Kuna citrus, excellent kwa ajili ya ubongo. Ina vitamini na madini. Ina vitu vinavyoitwa flavonoids ambazo ni phytochemicals.
Phytochemicals kitu kizuri sana kwa ajili ya ubongo wako. Kumbuka kunywa mafuta ya samaki na asubuhi yako imekuwa salama. Unaweza ukaamua ukachukua some few walnuts au ukazichanganya na almond, ondoka uende na uko vizuri sana. Yaani wewe katika watu waliokula, umekula lakini kumbuka uko katika siku 12 za kuosha ubongo. Umetumia mafuta ya samaki tayari, lakini kwenye avocado umepata na omega 6. Na sasa nataka tutengeneze kinywaji ambacho ni chakula. Na kinywaji hiki ambacho ni chakula, niruhusu nikwambie maneno yafuatayo. Nitatumia vitu fulani na katika vitu hivyo nataka nikuongezee tena omega 6. Nimekwambia component kubwa ya brain ni maji pamoja na hizo lipids na sterols, mafuta. Kwa mimi hapa niko na coconut. Iko na vitamin A, iko na mafuta, iko na protein, iko na enzyme, na ninachotaka kukitengeneza saizi ni maziwa ya nazi. Maziwa ya nazi. Nitatengeneza maziwa ya nazi, na kwa maziwa haya ya nazi, moja, watu wengine watakuwa wanaliita tui, lakini ni kwa sababu ya kutokujua. Ukiita kitu tui na ukiita kitu coconut milk, unaona kinakuwa na hadhi fulani ukiita coconut milk. Kwa hiyo mimi nataka kutengeneza coconut milk, na hiyo coconut milk utaona nitakavyoitumia. Coconut milk nitaongeza maji, ni safi na salama. Na hii nitakavyomaliza kuitengeneza hapa, nitaiblend tu kwa haraka, na nikiblend itanisaidia tu kwamba nichuje nipate coconut milk. Ungeweza kuongeza kitu kama carrot au beetroot, lakini leo kwa sababu ya somo la leo sitaongeza vyovyote kati ya hivyo. Nitabakia tu na coconut milk ili uweze kuona jinsi gani unaweza ukatumia hiyo coconut raw. Nitapitisha kwenye sieve. Alafu nitaiweka kwenye jug kwa sababu nitaitumia tu sasa hivi. Nataka kutengeneza mlo kwa ajili ya kusafisha ubongo. Kumbuka tunazungumza kazi za ubongo kidogo, tumeweka na habari ya maji kidogo, lakini lengo letu hasa ni kwa ajili ya kutengeneza, kusafisha ubongo, na hiyo itakuwa ni kitu chenye maana sana. Na ukishamaliza kufanya hivi, nitachukua hii na nitairudisha hapa, kwa sababu sasa nataka nichanganye vitu vingine ambavyo kwavyo vitanisaidia. Nitarudishia hapa. Nitatumia rosemary kwa sababu rosemary kuna phytochemicals zinazosaidia mtu kwa ajili ya kuongeza kumbukumbu. Nitaweka na kitu kinachoitwa turmeric. Turmeric iko na anti-inflammatory, iko na anti-inflammatory property inaitwa curcumin, ambayo hiyo kazi yake kubwa ni kusaidia kuzima zile mioto inflammation zote ambazo ziko kwenye ubongo. Kwa hiyo nimetumia turmeric na nimetumia fresh. Nitaisweeten na mangoes kwa sababu ni tunda la msimu, na ninaisweeten lakini pia inakuwa ni sehemu ya chakula nitakachokula leo. Kwa hiyo nataka uone jinsi ambavyo najaribu kubalance chakula changu, na hiki ni chakula. Kwenye bowl niko na vitu vingi, nitachagua vichache. Niko na spinach, na spinach iko na kitu kinaitwa lutein. Hii ni phytochemical nzuri sana ambayo itanisaidia kwa ajili ya kutoa, itakuwa ni antioxidant nzuri sana, na ni chakula na kiko na amino acids. Na hapa pia niko na celery. Celery ni nzuri kwa ubongo kwa ajili ya kurudisha kumbukumbu. Niko na broccoli ningeweza kutumia, lakini hiyo sitatumia kwa sasa. Niko na cauliflower ambazo zote zinakubaliana kwa matumizi ya ubongo. Nitaongezea maji hapa, na nitakapoongezea hapa
naomba uone kwamba ninatengeneza chakula ambacho hiki kitasaidia ubongo wangu siku hii ya leo. Nimetengeneza chakula rahisi, nimetengeneza chakula ambacho unakiona muda wake na utumia. Vitu vyote vimeoshwa vizuri, kuna somo la kuosha. Kwa hiyo leo sikuzingatia kukuonyesha somo la kuosha, lakini lipo. Angalia vizuri sana uone kwamba hiki kitu kinachotengenezwa hapa, hata kwa macho utaona kinavuta. Kuna kitu kingine ungeweza kuweka garlic, ungeweza kuweka raw onion, lakini ninaomba hata kwa macho yako uangalie. Kweli hata kwa macho yako. Angalia hata kwa macho yako uone. Niambie hiki kitu kinakaaje? Kwa macho yako kinakaaje kama kingeingia kwenye ubongo wako? Na ukikumbuka kwamba hiki kitu umekitumia tu kwa ajili ya kuosha ubongo, yani sincerely huu ubongo wako umeupenda kiasi cha kuosha. Asubuhi ya leo ungeweza kutumia almond milk, lakini nataka uione ikikaa kwenye glass, kwa sababu huenda si nilionja na maji, naweza nikaonja na hii pia. Angalia vile imekaa. Yani sincerely it looks good. It is enticing. Kitu kizuri, safi. Rosemary imekaa vizuri. Nasikia harufu ya celery. Ni kwa sababu hauko hapa, lakini kama ningeweza pia ningeweka mint. Ni kitu fresh. Yani ungeweza kusema fresh ya shamba. Na unaweka huko ndani, umeweka antioxidant, umeweka vitamins, umeweka minerals, umeweka anti-inflammatory properties ambazo zitazuia mamioto na mawingu yaliyoko kwenye ubongo, zinakusababisha. Ngoja kwanza, inawezekana nikawa naongea na kitu kinanivuta hapa nikionje. Hiki kitu ni kitamu. Hiki kitu ni kizuri. Hiki kitu kwamba umekula leo, aliyekula mavyakula yake yote leo kuanzia asubuhi, hauwezi kumkuta. Wewe uko safi. Na la msingi ulilolifanya, umeosha ubongo. Kumbuka tunaongelea habari ya kuosha ubongo. Wewe umeosha ubongo, na sijasema kama moyo wako hautafaidi, sivyo nilivyosema. Lakini leo subject yangu sio moyo. Ninaongelea tu kuhusu ubongo. Ubongo unakuwa cloudy, na kwa sababu umejaa mavitu mengi, unasababisha kwamba unashindwa kufanya vitu vingi, kuamua mavitu mengi. Harufu mdomoni inakuwa safi. Na harufu, ngoja nikwambie, unafikiri kitu nzuri kama hii, harufu ya mkojo itakuwa mbaya? Unaweza fikiria harufu ya choo ikawa mbaya? Hata kama ulikuwa na mpango wa kwenda choo mara moja, kwa sababu sijui unafikiri kama itajaa, hii itakupeleka choo mara 6 kwa siku. Hiyo ni uchafu iliyokuwa imejaa ndani. Utakwenda choo. Hii ukiila na ukimaliza hii kibuyu, ngoja nikuulize, utashiba au hautashiba? Na unakula vizuri na unashiba na unaondoka unamwambia Mungu asante. Kuna vyakula vingine hata kama unajua havitakiwi hata kuombewa, kumwambia Baba Mungu bariki chakula, lakini unamwambia Baba Mungu asante kwa chakula. Unaona hiyo maneno mbili zilivyo tofauti? Yani kuna vyakula ambavyo kweli ni lazima uviombee, maana hiyo vyakula havina kitu, ni lazima mkono wa ziada wa mbaraka uende. Unakula chakula ile iko tupu, iko refined, imekarangwa na mafuta ambayo mwenye hiyo biashara toka ameanza ndio mafuta anakarangia, na ina mafuta usiojua amekarangia nini, iko na vitu. Hii ngoja kwanza, humu ndani sijaweka mafuta yoyote. Bajeti ya mafuta nyumbani hakuna, bajeti ya sukari nyumbani hakuna, bajeti ya chumvi nyumbani hakuna. Mimi nimeondoka nikienda, unajua hata kama wakiniambia kitu gani, lakini niko hata na moto sina na wala sihitaji. Hebu niambieni hapo, na bana matumizi au sibani matumizi? Na nikibana matumizi hivyo ni sawa nikiinua juu nikisema Mungu nakushukuru kwa chakula, na nikisema hivyo nikienda, maana huku ndani ameweka vitu zile zinaenda kufanya kazi kwenye macho, kwenye masikio, kwenye kichwa, kwenye pua, kwenye mdomo, kwenye damu, kwenye mifupa, na sijakwambia kitu chochote kwenye intestine. Ameweka kitu kwa ajili ya kila kitu. Kwa mimi ninapokunywa ile tu kwamba nimejua, ninainua glasi yangu nikimwambia Baba Mungu asante umenipatia. Hiyo inakaaje? Na kuna vyakula vingine ukiweka kwa meza na unajua fika vile haziko na kitu ndani, na ndio chakula umeandaa kwa watoto wako na mume wako unayempenda. Unaona kabisa wanakula wakienda, wanakula wakipungua quality ya life, wanakula memory kipotea,
Yaani unasema kula ili usahau mahali umeweka kifunguo ya gari. Na unaambia tena mwingine kula kwa sababu ni very soon hata na hiyo masomo itakushinda. Urudi uende ushago ukalime. Maana unaona mtu anakula vile akideteriorate, hakuli akijiongeza. Na sasa kama hivyo ndivyo ilivyo, ngoja nikuulize kitu kizuri. Kama kweli hivyo ndivyo ilivyo, haufikiri kama kwa kujua somo ya leo ni lazima ufanye maamuzi? Nitakwambia kitu kingine ambacho ni nzuri sana kwa brain. Leo umetengeneza spinach. Unaweza ukafanya sukuma wiki. Unaweza ukafanya na cabbage. Unaweza ukafanya na broccoli. Unaweza ukafanya na cauliflower. Asubuhi unaweza ukafanya na fresh pumpkins. Yaani wewe cheza na chakula. Usikanitafuta ukisema naomba ile formula. No, formula, tafuta kitu raw. Tafuta kitu raw. Na tafuta kitu kile kiko na kazi kwenye brain. Vitu vyote raw viko na kazi kwenye brain. Ungeweza kuweka tomato na watermelon. Fikiria tu zile herbs ambazo normal hatuzitumii, parsley. Nenda kafikirie coriander. Kafikirie hizo celery. Kafikirie vitu zote hizo. Unaweza hata hapa ndani ukiamua saa hii ukaweka carrot. Unaweza ukatumia blender, unaweza ukatumia juice squeezer. Yaani ni wewe mwenyewe na kile unachoweza. Na kuna yule mwingine anaweza akasema mimi na electricity sina, hapa sijala mimi electricity. Katakata hizo vitu naweka kwa mdomo, utafuna kula. Ni ile uwezo uko nayo na ni ile kitu iko available. Mimi leo nimeweka mango, usikaseme kwetu hakuna mango. Kuna tunda gani unalo? Inawezekana wewe tumia tunda lako lile unalo. Tumia tunda la msimu. Tumia ile mboga iko, hata managu tumia. Terere tumia. Tumia yoyote ile uko nayo. Kitu tu sijawahi kujaribu nayo, ambao sikutumi ukajaribu nayo, ni cassava leaves. Hiyo sijawahi kujaribu na sikutumi ukajaribu. Lakini majani mengine yote, hii majani inakuwa ni kitu kizuri ambacho kwa afya kinataka. Na ngoja nikwambie kitu kingine ambacho ni kizuri kabisa, kizuri zaidi kwenye brain. Kula vile unakula. Usije ukaacha omega 3 na omega 6. Kuna vitu vya kuepuka. Rafiki, ngoja nikwambie. Ubongo wetu nimekwambia uko very specific. Ukitaka maji, unaitisha maji. Hapa nimekula kama chakula. Na jioni nitakatakata matunda nayo. Nitamimina coconut oil au olive oil. Kwenye hii bakuli tu vile inakaa. Naweza nikaongeza tu tomatoes namna hii. Na mimi nitakaa mezani nitakula. For 12 days. Nitakuwa nafanya hiyo kazi ya kuosha brain. For 12 days. Asubuhi nitakunywa maji, naomba nirudie na wewe nikienda. Nitakunywa maji, nitaamka nitakwenda kwa mazoezi, nitarudi nitakunywa maji. Nikimaliza nitakula fruits. Nitakula fruits ile iko na sitafungwa na fruits nyingine yoyote. Fruits ile inapatikana. Hata kama ni tomato na cucumbers, hizo ni fruits. Na mchana nitatengeneza kinywaji changu chochote, nitaondoka nitaenda. Nimebeba kutoka nyumbani. Na nikimaliza jioni nitakatakata ile salad niko nayo, nitamaliza. For 12 days nitakunywa 3 liters za maji, na hiyo maji nitakuwa nahakikisha naweka kitu kama ndimu, nitaweza kuweka kitu huko kama cucumber, nitakuonyesha vizuri namna ya maji tunavyofanya. For 12 days, ngoja nikwambie, ikiwa ulikuwa unasoma line namna hii unafika mwisho na unarudi tena kufika mwisho na unakuwa haukumbuki kitu, ngoja nikwambie hiyo maneno itaisha siku hiyo. Utashanga unasoma line mara moja na hizo vitu zinaingia. Lakini utajikuta vitu mengi uliokuwa nayo hayaishi. Kumbuka massage. It is extremely very good, na hiyo ni therapeutic massage na sio massage nyingine yoyote. Unatakiwa kulala. Ukilala, lala 444. Lala 444. Tafuta some 7 hours to 8 hours. Unafanya masaji yako, unakwenda kulala. Kitu kingine cha msingi kabisa ninachopenda kukuambia, say no to stress. Mtu anayemwamini Mungu, anayejiita mtoto wa Mungu, ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, anayejua Mungu anamjali, wewe unakuwa na stress ya nini? Siku ya leo fanya kile unaweza kufanya. Lakini kama uwezi, unasema hii Mungu asiyowezekana, wewe ndio hiyo ufanye. Kwa hiyo say no to stress. Kitu cha mwisho, trust in the Lord with all your heart. Ukiweza kufanya hiyo maneno, ubongo wako utakuwa free na hauna hofu na hauogopi na uko clear. Maisha yako yako kwenye mikono ya Mungu. Ninajua ninakupenda, lakini Mungu anakupenda sana. Nashukuru sana.